Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini kuweza kufika kwenye gereza la mji wa Babati. Mimi kama mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Babati mjini, nimeona katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhan na Kwaresma, basi nitumie nafasi hii pia kuja kuwasalimia ndugu zetu ambao wanatumikia adhabu, lakini na wengine ambao mara pengine wako kwenye kusubiri kesi zao, tuweze kuwasalimia, ikiwa ni pamoja na kuwafariji, lakini pamoja na kutambua changamoto ambazo zipo katika gereza letu la mji wa Babati. Nashukuru nimepata wasaa wa kuweza kuzungumza na maafisa wa jeshi la magereza katika gereza letu hili, lakini sambamba na hilo nimeweza kuzungumza na wafungwa na wote, wafungwa wa kiume na wa kike, na changamoto zao wamezieleza na nimezipokea, lakini naendelea kutumia nafasi hii kuendelea kuipongeza serikali kwa kuweza kuleta fedha kwa ajili ya kuendelea na ukarabati ndani ya gereza kwa upande wa kina mama. Kwa mimi ni wahakikishie ndugu zangu maafisa wa jeshi la magereza, mimi kama mwakilishi wa wananchi kuwasemeni pia ni sehemu ya majukumu yangu. Kwa hayo ambayo nimeyaona na mengine mmeniambia, basi tutakwenda kuyafanyia kazi, na naamini serikali ni sikivu katika kutatua changamoto. Basi naamini changamoto hizo zitatatuliwa ili na ninyi muweze kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki, lakini na wafungwa pia waendelee kupata huduma ambayo wanapaswa kuipata. Lakini wafungwa hawa wote wa kike kwa wa kiume, nimefika hapa na kusema nao, nyuso zao pamoja na kwamba wengine wanatumikia adhabu, lakini nyuso zao ni nyuso zenye kuonyesha matumaini kwamba wapo kwenye kutumikia adhabu, lakini wanaamini wakati wao wa kuwa huru utafika, na nyuso zinaonyesha ni watu ambao hawaishi kwa kunyanyaswa. Na mimi niendelee kuwapongeza kadri ambavyo baadhi ya maafisa wamekuwa wakiendelea kuwazungumzia, kusema changamoto zinazowakabili wakati mwingine, kuona namna ya kuzitatua. Hiyo ni njia rafiki kabisa ya kutatua changamoto katika maeneo ya utumishi, hususani kwa wale ambao unawahudumia. Kwa mimi niendelee kuwapongeza, lakini nitumie nafasi hii kuahidi ushirikiano wakati wote kama mwakilishi wa wananchi, kama mbunge wa jimbo la Babati mjini, niwahakikishie ushirikiano wakati wote. Lakini ndugu zangu, pamoja na kuja na salamu, kasema kwa sababu hichi ni kipindi cha mfungo wa Ramadhan na Kwaresma, ni kipindi ambacho pia maandiko yanatuasa kushiriki matendo ya huruma, hususan kwa wale watu ambao wana mahitaji. Basi na mimi nimeongozana na viongozi wenzangu, tumekuja hapa na vitu hivi ambavyo tumekuja navyo. Tumekuja na mablangeti, tumekuja na mchele, tumekuja na sukari, tumekuja na mafuta ya kula na kupikia, lakini tumekuja na sabuni, tumekuja na taulo za kina mama. Tumesema basi na hii iwe sadaka kama mwakilishi wa wananchi, basi na mimi niweze kulifanya hili katika kipindi hiki. Kwa hiyo ndugu zangu, niwashukuru kwa kunipokea kwa heshima kubwa kabisa, lakini niwashukuru kwa kupokea mahitaji haya ya ndugu zetu. Ninyi ndio mnajua namna ya kwenda kuyatumia kulingana na namna ambavyo mnawahudumia. Basi mimi nimekwisha kuwakabidhi, ninyi muendelee kuyatumia kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu. Kwa kufikia hapo, niseme asanteni sana na niendelee kuahidi ushirikiano wakati wote. Asante sana. Asante. Naitwa Inspekta John Semango tokea gereza Babati kwa niaba ya kamishina mkuu wa magereza CGP Joram Katungu, kwa niaba ya mkuu wa magereza mkoa wa Manyara, kwa niaba ya mkuu wa gereza Babati, tunatoa shukrani zetu zote kwako wewe mbunge wa jimbo la Babati mjini pamoja na watumishi wenzako mlioongozana nao kwa kutoa msaada kidogo ambao sisi tumeupokea kwa niaba ya wenzetu hao watuhumiwa ambao wako ndani wanaendelea na kifungo chao. Pale mlipotoa, Mungu awazidishie, awape moyo wa imani
na kwa vile sasa hivi ni mwezi mtukufu na mwezi wa Kwaresma, kitu kilichotolewa hapa Mwenyezi Mungu atakibariki. Sina mengi ya kusema, ila mimi ninatoa shukrani nyingi sana kwako wewe mbunge. Tunaomba kwa kipindi kijacho, kama utapata wasaa pia wakuja kuwasalimia na kuja kutuona maofisa na askari hapa Gereza Babati, tunakukaribisha sana. Kama ulivyosema unataka tujenge ushirikiano wa karibu, basi Mwenyezi Mungu atutie nguvu, atupe uhai. Nashukuru. Natoa wito kwa jamii, kwa wadau wengine ambao wataguswa na kitendo alichofanya mbunge na watumishi wenzake, waje watutembelee. Tunawakaribisha sana kwa kutoa misaada, kwa sababu hawa watu wana mahitaji. Kwa sisi, kwa serikali pia inahitaji watu wadau kama hao, ili nao waje watutolee misaada kama hiyo. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye wewe ndio mbunge wake, ndio mwenyekiti wako. Tunasema tunamtolea shukrani kubwa, kwa sababu bila yeye na wewe na wananchi wako usingekuwa umefika hapa kuja kuwaona na kuwajulia hali wananchi wako. Manake natambua kwamba kuna wapiga kura wako hapa ndani pia walikupigia kura, lakini kwa sababu mbalimbali yamewakuta kama haya, lakini umewapa moyo na umewapa imani kwamba watakapotoka waje washirikiane na ndugu zao kama kawaida.